Kwa tunaona kabisa haiwezekaniki kuwepo na wachunguzi wa ndani ambao watafanya kazi wakiwa huru. Ni vema chombo cha kutoka nje kabisa kiweze kufika na kichunguze ili kila mmoja apate haki yake, aliyeshiriki kuua apate haki yake, na pengine waliouawa, watu ambao ndugu zao waliuawa nao wapate haki yao. Kwa hakuna namna haya mambo yakachunguzwa na chombo chochote cha ndani ya nchi. Uchunguzi wa kimataifa unaweza kuathiri vipi hadhi na uhuru wa Tanzania kama taifa huru? Hawezi kuathiri uhuru wote. Watu wanasahau tu, nadhani miaka ya 80 kulitokea kitu fulani, BOT nadhani walikuja wachunguzi kutoka Uingereza, kama kumbukumbu zangu zipo sawa sawa, walikuja kufanya uchunguzi na wakatoka na majibu ya walichokichunguza. Kwa hiyo sio mara ya kwanza, yaani Chadema hatuzungumzi kitu ambacho hakiwezekaniki au hakijawahi kufanyika nchini. Historia ipo hiyo ya vyombo vya nje kuja na kuchunguza. Sasa unaposema uhuru, chombo cha nje kikija, kuna uhuru gani utakaopokwa? Labda uhuru utakaopoka ni uhuru pekee utakaopoka ni kuwafichua wahusika halisi ambao wenyewe wanajiona kwamba walifanya madudu yale, ni kama haki yao. Ndio maana hata kauli zao ukizisikiliza, mlitaka itumike nguvu gani? Nguvu iliyotumika ni sawasawa na kitu ambacho kilikuwa kinafanyika. Kwa hiyo tayari wameshatoa msimamo kwamba kilichofanyika ni sawasawa. Sasa watu waliotoa tayari kauli kama hiyo kwamba nguvu zilizotumika ni sawia, hao watu nategemea wakijichunguza alafu watatoka na majibu gani, wakati direction wameshaitoa, matokeo wameshayasema ya huo uchunguzi. Kwa hiyo tunaona ni danadana tu. Taasisi ya nje ikija ikifanya uchunguzi, mimi sioni, na sio kweli kwamba kuna uhuru kama nchi yetu tutakuwa tumepokwa. Sio kweli. Sasa huyo anayeitwa rais, yeye ndio mtuhumiwa namba moja kwenye hayo mauaji yaliyotokea Oktoba 29. Anaundaje chombo kimchunguze yeye mwenyewe? Na ameshatoa msimamo kwamba nguvu zilizotumika ni sawasawa na tendo ambalo lilikuwa linatokea Oktoba 29. Huyo mtu ameshaonyesha upande tayari. Kwa hiyo hakuna namna yoyote yani ya yeye kuwa halali. Anakosa uhalali kabisa wa kuunda chombo cha kuchunguza yale mambo, kwa sababu yeye ni mhusika. Yani yeye mwenyewe anahitaji kuchunguzwa. Sasa yeye anahitaji kuchunguzwa ndo aunde chombo kimchunguze. Hiyo inawezekana vipi? Haiwezekaniki. Chadema hatukuwahi kutaka mataifa ya nje yasitishe misaada. Hatukuwahi kuandika barua kulitaka taifa lolote lisisaidie Tanzania. Hiyo hatukuwahi. Lakini yenyewe yanaona, na yenyewe ndio yanatoa masharti. Mfano huo mswada ambao unaingia kwenye bunge la Senate wa Marekani, wenyewe wamesema watazuia mikataba, misaada ikiwemo ya MCC na vitu chungu nzima. Mabilioni ya fedha watazuia asiingie Tanzania kwenye ile misaada, mpaka moja, Tanzania ianze mchakato wa kuimarisha demokrasia, imwachie Tundu Lissu bila masharti yoyote. La sivyo wataweka hivyo vikwazo na kuzuia hiyo misaada. Sisi hatujaelekeza wale maseneta wawili, wa mmoja kutoka chama tawala na mwingine chama cha upinzani cha Marekani, kwamba wao wapeleke huo mswada bungeni. Sio kwa maelekezo ya Chadema. Wenyewe waliona kwamba kuna kitu kinafanyika Tanzania hakipo sawa sawa. Sisi kama mmoja ya wafadhili wao tunapaswa kuchukua hatua. Wameandaa huo mswada na bila shaka utapitishwa. Na ukipitishwa hautakuwa hasara kwa mtu mmoja. Yaani hautamgusa Samia peke yake au CCM peke yake.
itakuwa ni hasara kwa Tanzania nzima. Unazungumzia masuala ya ujenzi wa mabarabara yatasitishwa, masuala sio ya visima vya maji vitasitishwa, ambapo Watanzania wote tutaathirika. Ishu ni ndogo tu. Wale jamaa masharti yao ya kurejesha misaada ni masharti ambayo yanatekelezeka. Hivi mtu anaposema kwamba wewe bwana, mimi ninakusaidia kulipa kodi ya nyumba yako, ninasaidia kukulipia umeme, lakini wewe una tabia mbaya ya kumpiga mke wako. Acha kumpiga mke wako, kwa sababu kumpiga mke wako sio haki za binadamu zinakataza. Kwa ukiendelea na tabia hiyo ya kumpiga mke wako, mimi sitakulipia tena umeme. Sasa wewe unasema wewe mtu amekupa masharti magumu au ya nani ya kukushinikiza. Yeye anachotaka kuwepo na haki za kibinadamu ziwepo. Kitendo cha kukupa msaada wakati unakiuka haki za kibinadamu, anaona wewe unatumia vibaya msaada wake. Anakutaka uachane na kukiuka haki ili aendelee kuwa mfadhili wako. Sasa inapotafsiriwa kwamba hilo ni shinikizo, huyu mtu anataka na mind you, kama taifa kuna mikataba tuliingia ya haki za binadamu, ipo kwenye katiba ya nchi yetu. Watu wanapotea sasa hivi, watu wanatekwa. Sasa taifa gani ambalo halipo concerned na uhai wa raia wake? Linapotokea taifa huko nje linaposema wewe mtu haupo makini na kulinda haki ya watu wako kuishi. Huyo mtu anapopigania haki za raia wako, haki za kibinadamu, anakuwaje ni mbaya kwamba eti huyu ananipa shinikizo, ananiingilia uhuru wangu? Hapana, kuna mikataba kama taifa tuliingia. Ndio maana haya mataifa ya nje, Tanzania sio kisiwa, haya mataifa nje ndio maana yana haki ya kusema, kwa sababu kuna mikataba ambayo sisi tuliingia kama taifa, lakini mikataba ambayo tunaivunja sasa hivi na itatupeleka pabaya sana. Kwanza sio kweli kwamba uhusiano wa Tanzania nayo mataifa ya magharibi uko sawa sawa. Sio kweli. Uhusiano umekuwa mbovu sana kadiri siku zinavyokwenda, na hususan baada ya kilichotokea Oktoba 29, mahusiano yamekuwa mabovu sana. Ndio maana unaona misaada kama hivyo bunge la Ulaya pamoja na hizo nchi zake zinazotengeneza bunge la Ulaya wamezuia misaada yao ya fedha kuja Tanzania. Marekani kama hivyo wanapeleka huo muswada wa kuzuia misaada yao na kuangalia upya uhusiano uliopo kati ya Marekani na Tanzania. Kwa hiyo atakayetokea mtu na kusema kwamba mahusiano yetu yapo imara vile vile, huyo mtu ni muongo. Jambo lingine kuhusu huo ujumbe wa Umoja wa Ulaya kuja Tanzania, kwamba Tanzania sio kweli kwamba Tanzania ilikataa, na ipo kwenye public, na hata msemaji mkuu wa serikali alisema kwamba ndio wameleta hilo ombi waje kuchunguza, lakini sisi tumewaambia wasubiri kwanza, tutawaambia lini waje. Maana yake wamewazuia kuja. Wamewazuia mpaka lini? Hawajasema tarehe ya watu wanaohitaji, yani waje Tanzania lini. Hawajazungumza. Kwa kifupi ni kwamba serikali hii haramu imezuia ujumbe wa Ulaya kuja Tanzania.